Unajua watumishi wa Mungu, kuna vitu havihitaji maombi. Ndio. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuna vitu havihitaji kufunga. Ndio. Kuna vitu vinahitaji neno la Mungu. Yes. Na ndio watumishi wa Mungu. Amen. Anasema kwamba katika kile kitabu cha Zaburi ya 105 mstari wa 108, anasema kwamba neno la Mungu ni taa ya miguu yangu na ni mwanga wa njia zangu. Hasemi maombi kwamba ni mwanga wa njia zangu. Hasemi kufunga kwamba ni mwanga wa njia zangu. Kumbe kuna baadhi ya vitu sisi kama Wakristo tunahitaji tu neno la Mungu peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kweli kuna vitu vina umuhimu katika maisha yako. Ni kweli unabii una umuhimu katika maisha yako. Ni kweli miujiza ina umuhimu katika maisha yako. Lakini miujiza ni kitu ambacho hakiwezi kikakusaidia moja kwa moja. Msaada wa muujiza sio wa kudumu. Yaani matokeo ya muujiza kwenye maisha yako sio matokeo ya kudumu. Matokeo unabii inaweza ikakwambia siku leo kwamba ni kitu fulani na kitu fulani kinakusumbua kwenye maisha yako. Lakini nikakuombea kikaisha. Lakini baada ya kuisha unabii ule niliokupa mara ya kwanza hauwezi ukakusaidia kesho na kesho kutwa. Unabii unaweza kuwa ni kwa ajili umekuja kwa ajili ya muda fulani. Ndio maana Biblia inasema kwamba ikiwepo karama sitakoma, lakini upendo haupungukiwi na kitu chochote kile. Upendo ni nani? Biblia inasema kwamba Mungu ni upendo. Pasipokuwa na upendo hapana Mungu. Na Mungu ni nani? Biblia inasema kwamba hapo mwanzo palikuwa na neno. Naye neno alikuwa Mungu. Naye neno alikuwa kwa Mungu. Anamzungumzia Yesu huyu ambaye tunamhubiri siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio hili neno ambalo tunakuhubiria mimi pamoja na kaka mahali hapa. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu watumishi wa Mungu unapokuwa unasikiliza neno peke yake unapokea uponyaji. Biblia inasema kwamba neno la Mungu ni afya ya mifupa yangu. Yaani neno la Mungu linaweza likaboresha afya yako mwenyewe. Sema watu tumeshakalili kwamba tunajua kwamba Mungu tukitaka labda aniponye ugonjwa wangu, lazima nisubiri kwamba mtumishi wa Mungu kwanza aje kuniwekea mkono. Lakini kumbe Mungu katika kipindi cha neno anaweza akakufungua katika shida unayopitia. Katika kipindi cha neno Mungu anaweza kufanya yale yasiyowezekana kuwezekana. Biblia inasema kwamba imani inakuja kwa kusikia na kusikia huja kwa neno la Mungu. Kuna mambo mengine mtumishi wa Mungu unahitaji tu uwe na imani ili uweze kutoka pale ulipo. Haujatoka pale ulipo mwana Mungu kwa sababu hauna imani ya kwamba Mungu anaweza kukutoa hapo ulipo.